Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adhamallahu ujurana wa ujurakum. Ndugu zanguni, natumai muwazima katika wakati huu. Tumekutana tena katika mazungumzo yetu ambayo tulikuwa nayo, tukiendelea na bahthi au mazungumzo ambayo tulikuwa tukizungumzia. Tulikuwa tumefikia mahala ambapo tulikuwa tukizungumzia kuhusu silaha ya Wairani, na tukawa tunasema, kwanza tukaelezea kwamba silaha zimeendelea au vita vimeendelea siku hizi, warfare zimeenda. Kuna nini ya kwanza katika wanasema ndiyo kizazi cha kwanza, first generation, second generation, inaendelea na ile ambayo imefikiwa sasa hivi, ambayo wanapigana siku hizi watu wanaita hybrid warfare, ambayo tulielezea tukasema kwamba hybrid warfare ni vita ambayo ni tarkibi, yani ni combination ya vitu aina tofauti tofauti, sio kwa njia moja, ni kuchanganya mbinu tofauti tofauti au silaha tofauti tofauti. Na tukasema kuna mojawapo ambayo sasa tukizungumzia katika vita hivi ambavyo vinaendelea baina ya Irani na nchi mbili ya Amerika na Israeli, ni vita ambavyo kuna kitu ambacho kimetumika mwanzo. Kuna nini? Cognitive war, yani vita vya utambuzi, vya maarifa, kubadilisha ufahamu na utambuzi wa watu ambao ndio wanawapiga wa Irani na hata ulimwengu, kwa kutumia kubadilisha mawazo na ufahamu wa watu, na njia ambazo zinazotumika mojawapo ni njia ya hizi za media, na hii inakuwa ina nguvu sana kuhakikisha kwamba kutengeza propaganda, kubadilisha, kusema ukweli na nini, uongo umechanganywa na ukweli, na uongo kurudia na mambo kama hayo, na kuleta habari zisizokuwa na. Tukiongezea pia kuna hii elimu ya kisasa ya AI ambayo inatumia artificial intelligence, ambayo pia inatengeza kitu utafikiria ni kweli, ni kwamba fulani anazungumza, fulani anasema kitu fulani, na kumbe sio yeye, ni video imetengezwa kwa kutumia artificial intelligence na vitu kama hivyo. Na tulisema miongoni mwa njia ambazo Wairani wametumia ni kwamba kwa upande wa ndani ya Irani wamefunga internet kwa njia ya kwamba wanatumia watu internet ya ndani. Kwa hivyo watu wanakuwa mbali na propaganda na kuvunjwa nini, willpower yao na misimamo yao, na kuwafanya fikra zao zisije zikabadilika, na baada ya kuwa wamejua kubadilishwa kule kujua kwao na kuwekewa fikra zisizofaa. Kwa hivyo ndio unakuta kwa upande huo wameweza kujikontrol na kuweza kujihifadhi. Hiyo ni njia moja ambayo iko. Jambo la pili ambalo tulizungumzia, tulisema ya kwamba silaha pia nyingine ambayo iko ni ya kubadilisha utashi, willpower, na hiyo ndio vita vinavyoitwa war of wills, yani vita vya irada, willpower, na kwa njia ni kwa kuweka vikwazo na mambo kama hayo, na kuwasukuma mpaka kuweka kwenye ukuta kabisa, kama vile wamekuwa wakifanya miaka yote katika upande wa nini, kuwawekea vikwazo vya kiuchumi na mengineo, na mambo katika mazungumzo, yani wanakaa vikao ambavyo wanalazimishwa katika mazungumzo. Utafikiria ni maelewano, lakini ni kwa kulazimishwa, kuwawekea masharti na kuwalazimisha ya kwamba jambo hili mliache, silaha zenu za missiles hizi mziondoe, na ya kwamba nyinyi mko na nini, nuclear za nuclear, silaha za nuclear, na mna malengo ya kutumia hizo silaha na nini na kuzitengeza. Sasa
hayo ni vita ambavyo ni vya kusukumwa na kuwalazimisha kurudi nyuma, ni misimamo yao na kuwa kurudi kukubali utawala na kutawaliwa na nchi hizi zingine kifikra na kimaamuzi, wasije wakawa na maamuzi yao. Lakini tuliona ya kwamba kwa upande huu hata, na ndio silaha muhimu sana, ni silaha hiyo ya willpower, ni kwamba wao wana willpower ya hali ya juu, na tumeona ya kwamba hata Qur'an imesema wao wale wana nini, sifa ya nini, ba'sun shadid, yani ni wakakamavu mfano wa chuma na vyuma vizito vikubwa, yani mfano huo. Na nini pia kwenye hadithi tuliona inaitwa zuburul hadid, yani ni vyuma vikubwa ambayo sawa na milima, yani vile walivyo, yani irada yao, utashi wao, willpower yao. Na tunaona katika maisha tangu ilipoanza utawala wa Kiislamu katika Irani, kiongozi aliyekuja ambaye ni Imam Khomeini alikuwa akiwafundisha watu na akiwaambia kwamba mo mitawonim, yani sisi tunaweza chochote kile, tuna uwezo, tuwe na willpower katika kufikia. Na hii imewasaidia, na hii ndio silaha kubwa kuliko silaha zote, kwa sababu katika upande wa kiuchumi wameitumia na wameweza, pamoja na vikwazo. Kwa upande wa kutengeza silaha walinyimwa, lakini wameweza kutengeza silaha za hali ya juu. Katika mambo yote ambayo wamekuwa wakifanya, katika upande wa kielimu, katika mambo ya kiuchumi, katika mambo ya kijamii, katika mambo ya nini, defense pia wanakuwa, hili ni jambo ambalo waliweka mbele ya kwamba tuna uwezo. Watu wanapokuwa au umma unapokuwa na hii imani ya kwamba tunaweza, hatuna uwezo, hawawezi kushindwa, na wanaendelea mahali pagumu wanapapita. Sasa hii ndio silaha kubwa ambayo wamekuwa nayo, ambayo pia tulielezea. Sasa leo pia tunataja silaha nyingine ambayo pia wamekuwa nayo, ambayo imewasaidia. Kuna nini, sehemu, maeneo, jiografia imewasaidia katika jambo hili, nayo ni mlango wa Hormuz, Strait of Hormuz. Hii sehemu ambayo ni mlango mmoja katika ulimwengu. Kuna milango sijui karibu labda 20 ambayo iko ya kupitisha katika maji, kupitia kwenye bahari, sehemu ambazo watu wanalazimika wapite sehemu hiyo ndio waweze kupitisha vifaa vya kibiashara na nini. Sasa Irani ina mojawapo, kama vile kuna Suez Canal, kuna nini, Mandab ambayo iko Yemen, na sehemu nyinginezo nyingi ambazo ziko katika Turuki pia wana sehemu kama hiyo pia. Hizi huwa zinasaidia sana katika uchumi, na wao sasa wameitumia hii sehemu, ni silaha moja kubwa ambayo imeweza kuitetemesha, na walisema kutetemesha dunia, na wameisema kabla ya kwamba mkitupiga tutatumia hii, na waliwakataza wakamwambia msifanye, kwa sababu mkituchokoza itabidi tutumie silaha zetu ambazo tuko nazo zote. Mtu anapochokozwa yuko tayari kujitolea ili kujihifadhi na kuhifadhi manufaa yake. Sasa hii wameitumia na imeathiri dunia nzima, kwa sababu mafuta yanayotoka maeneo haya, kwa sababu kuna nchi za Ghuba la Uajemi, yani nchi kwa mfano Kuwait, sijui Qatar, sijui zinatoa mafuta mengi sana, na yanatoka katika ulimwengu. Mafuta mengi yanayotumika katika ulimwengu yanatoka hapa, na kuna biashara nyinginezo nyingi pia zinatumika sehemu hii. Kwa hivyo hii imewasaidia katika kuweza kulete mabadiliko, na kuweza kuwabana na kuwaumiza wale ambao ni maadui wao. Sasa kwa hivyo tunaweza kutosheka na silaha hizo ambazo tumezitaja, ambazo zimekuwa katika kwa sababu milango ni kitu muhimu sana katika mambo ya kiuchumi. Sasa tukirudi pia tunaona ya kwamba kabla ya kuelezea mambo ya vita, pia turudi nyuma kidogo, tuelezee kuhusu
dauru yao katika maendeleo ya ulimwengu. Wairani wamekuwa ni civilization kubwa na ni watu ambao wana nafasi kubwa katika ulimwengu. Tukizungumza tu katika Uislamu, tunakuta ya kwamba maulamaa wengi, hata kando bila kuwataja walioko wanaotokana na upande wa madhehebu ya Shia au wafuasi wa Ahlul Bait, tunakuta kwenye madhehebu ya Ahlus Sunna tunakuta ya kwamba kuna maulamaa wengi ambao tunakuta wametokana na Wairani na wamelete harakati katika upande wa kielimu. Tukirudi kwa upande wa elimu zinazohusiana na nini, na hadithi za Mtume na katika kuhifadhi traditions za Kiislamu, tunakuta kuna majina ambayo tunayapata yako ambayo ni ya maulama wakubwa. Kwa mfano kwa upande wa nini kuna mfano kama vile al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ambaye jina lake ni Muhammad Ismail ibn Ismail ibn Sahib ibn Ismail, ambaye kitabu chake ni Sahih Bukhari ambayo kinajulikana. Alikuwa ni Muirani, anatoka Bukhara. Bukhara ilikuwa ni chini ya Irani toka siku za nyuma, ilikuwa katika bilad Faris ambayo ilikuwa iko na mpaka leo. Haya, tukirudi pia tunakuta Sahih Muslim, pia mwandishi wake ni ni Muslim jina lake, ambaye ni Muslim ibn al-Hajjaj. Yeye pia ni katika maulama ambao ni maulama wa kutoka Iran, na amezaliwa Nisabur katika Iran. Na pia vile vile tunampata Tirmidhi pia vile vile jina lake, ambaye jina lake asili ni Muhammad ibn Isa, amezaliwa katika Tirmidh ambapo ni maeneo ya nchi ya Irani pia vile vile, alikuwa ni Muirani pia vile vile. Na pia Nasai ambaye anatoka Nasa, ambaye pia ni maeneo, jina lake ni Ahmad ibn Shuaib, ametoka pia Iran, alikuwa ni Muirani. Ibn Majah pia vile vile ana kitabu chake ambacho Sunan Ibn Majah, amezaliwa katika maeneo ya Kazwin, yeye ni Muirani pia vile vile. Hawa ni mfano tu wa walimu wasomi wa upande wa ilmu ya hadith, ilmu ya kupokea hadithi tukufu, na ni wa maimamu hawa wote wakubwa ambao wanajulikana. Tukirudi upande wa fiqhi na katika tafsiri za Qur'an, kuna nani? Abu Hanifa an-Nu'man ambaye ni mwanzilishi wa madhehebu ya Hanafia, yeye pia anatoka katika maeneo ya Iran. Ana asili ya Kifarisi. Kuna huyu pia mfasiri wa tafsiri ya Qur'ani ambaye ni Zamakhshari, na pia ni mjuzi wa elimu za lugha, pia alikuwa ni Muirani. Na pia vile vile kuna huyu anayeitwa al-Baihaqi, tafsiri ambaye ni yake. Haya, kuna Neshaburi fulani jina lake mwisho anamuita Disaburi, kuna Razi, kuna Isfahani, au ni maulama. Utakuta haya majina yote yanatokana ni maeneo mahali walipotoka, ni katika maulama wa Kiislamu. Na kwa upande wa lugha, ambaye pia unakuta watu wanamtegemea katika lugha, katika nahwu, katika maulama wakubwa ambao walikuwa si Waarabu lakini ni Wafursi, ni Wairani, kama vile Sibawai ambaye jina lake ni Amr ibn Ithman Sibawai. Yeye ni katika maimamu na viongozi wa ilmu ya nahwi grama ya Kiarabu, mwenye asili ya Kiarabu Kifarsi. Na huyu pia vile vile kuna mwingine pia anaitwa Firuz Abadi ambaye ameandika kitabu Al-Qamusul Muhit, yani kamusi ya Kiarabu, ambaye yeye mwenyewe alikuwa si Mwarabu lakini yeye ameandika kitabu hicho cha Kiarabu na ni wenye kutegemewa, Waarabu wenyewe wanamtegemea. Sasa hawa walikuwa ni maulama wakubwa ambao wanategemewa. Kwa upande wa ilmu,
kuna nini, kama vile Abu Bakr Ar-Razi ambaye yeye alikuwa pia ni mjuzi wa elimu ya hii pia vile vile, na pia vile vile na alikuwa pia ni filosofu, na pia Ibn Sina ambayo kwa wazungu wanamuita Avicenna. Ibn Sina ambaye hata tiba ya kisasa inamtegemea katika mambo mengi, na Khawarizmi pia, na Jabir ibn Hayyan. Hao wote walikuwa ni maulama ambao wametoka kwenye nini, nchi za Kiirani, nchi ya Kiirani, na wamekuwa ni wenye kutegemewa katika ulimwengu wa Kiislamu. Kwa hivyo ni watu ambao katika toka nyuma wamekuwa na dauru kubwa katika Uislamu na katika kuinua na kuendeleza Uislamu tangu wakati huo na mpaka leo pia wako katika jambo hili na kutegemewa, ndio wanabeba sasa hivi bendera ya Uislamu katika ulimwengu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.